Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi asema serikali itaendelea kuwekeza kwenye sekta ya elimu. Na katika michezo, waandaaji wa mashindano ya Kombe la Mapinduzi wasema ushindani wa mwaka huu unatarajiwa kuwa mkubwa kutokana na maboresho makubwa yaliyofanyika. Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeamka salama. Karibu katika kipindi cha asubuhi njema kwa habari za kitaifa na habari za michezo na burudani. Jina langu ni Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ni malengo kuongeza bajeti ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kuwa trilioni 1 kwa mwaka 2025-2026 kutoka bilioni 864 ya sasa, ikiwa ni mkakati wa kuboresha sekta ya elimu. Pia Dr. Mwinyi amesema amefurahishwa na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, huku skuli ya kwanza ya msingi ya ghorofa 3 ikifunguliwa ndani ya jimbo la Kwahani alilohudumu kwa miaka mitatu akiwa mbunge wa jimbo hilo la Kwahani wadi ya Muungano. Tupate taarifa kamili. Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ameeleza hayo wakati wa uzinduzi wa skuli ya msingi ya Muungano hapa visiwani Zanzibar, ikiwa ni miongoni mwa shamra za kutimia miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Elimu itaendelea kuwa sekta mama ya huduma za jamii katika bajeti ya serikali. Tutaendelea kujenga skuli za ghorofa kama hii katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba. Lengo letu la kupunguza idadi ya shifti watoto wanaosoma liko pale pale. Tutahakikisha katika muda mfupi ujao watoto wote wanaingia kwa shifti moja tu. Aidha, Dr. Mwinyi amesema serikali yake itaendelea kuajiri walimu katika kuona sekta hiyo inaendelea kukua katika kutafuta maendeleo ya taifa. Nitoe shukrani na pongezi nyingi. Na hapa nataka kusema, ukiwa na majengo kama haya na facilities za ndani kama hizi, bila walimu mambo hayatakwenda. Kwa hiyo serikali itaendelea kuajiri, kipaumbele maalumu kitatolewa kwa ajira za walimu. Lakini jambo la pili lililonifurahisha leo ni kiwango cha skuli yenyewe na kiwango cha mambo ambayo yako ndani ya hii skuli. Kwa muda mfupi nilioingia ndani, nimeona madarasa mazuri yenye samani nzuri za kisasa. Watoto wote wanakaa katika viti na meza nzuri, watajifunza vyema. Mapema, katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar Hamis Saidi amesema ujenzi wa skuli hii ya ghorofa 3 hapa Muungano imegharimu bilioni 6.1. Na ujenzi ulianza mwezi Mei mwaka 2023 na alhamdulillah leo tuko hapa tunashereheka kufungua. Skuli hii ina mfumo wa maji wa kisasa na tuna mpango wa kuweka sola katika skuli hii. Mheshimiwa, skuli hii ina uwezo wa kuchukua wanafunzi 1890 kwa wakati mmoja, kwa wastani wanafunzi 45 kwa darasa. Skuli imetiwa samani mpya na kufungwa vifaa vya tehama ikiwemo kompyuta, LCD projectors pamoja na smartboard. Ujenzi wa skuli hii, Mheshimiwa Rais, utapunguza sana changamoto ya msongamano wa wanafunzi madarasani na bila shaka utaongeza ufaulu. Dhana ya mapinduzi matukufu ya 1964 yaliongozwa na jemedari na rais wa kwanza wa Zanzibar Sheikh Abedi Amani Karume ilikuwa ni kumkomboa Mzanzibari kutokana na madhila katika sekta ya elimu, afya na makazi. Ujenzi wa skuli hii ni hakika dhana ya mapinduzi inatekelezwa kwa vitendo. Nikiripoti kutoka hapa Muungano visiwani Zanzibar, Juma Kasim wa Channel 10. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Umoja wa Wanawake Tanzania UWT katika wilaya ya Arusha umeeleza kwamba utaingia mwaka ujao 2026 na mkakati wa kutimiza majukumu yake ya msingi yakiwemo ya malezi katika jamii kwa kuhakikisha kundi la watoto linapata malezi yenye maadili mema na hivyo
kuliwezesha taifa kujenga kizazi kinachoishi kwa weledi mkubwa. Taarifa kamili na Novatus Makunga kutoka Arusha. Mkakati huo unabainishwa na viongozi wa umoja huo wa wanawake wa Tanzania UWT wakati wanakabidhi misaada mbalimbali ya vyakula kwa watoto yatima wa kituo cha Tumaini Children kilichopo jijini Arusha, ikiwa ni sehemu ya kuwezesha makundi yanayoishi katika mazingira magumu kushiriki katika sherehe za mwishoni mwa mwaka. Mwenyekiti wa UWT wilaya ya Arusha, Mary Kisaka, anawataka wanawake wote wa wilaya ya Arusha kwa umoja wao kutochoka kuasa vijana kuendelea kuilinda amani iliyopo nchini. Tulionao tukakutana hapa isingekuwepo kama amani iliyoko haikutulia. Uongo kweli? Tuendelee kuasa vijana wetu, tuendelee kuwaomba watoto wetu, kila mmoja aendelee kulinda amani. Mama ukiwalea watoto ukiwaambia walinde amani, wanalinda amani. Uongo kweli? Watoto wangu, mjue kuwa mna thamani kubwa sana. Tunawapenda na mna nafasi muhimu katika mustakabali wa taifa letu. Kukosa mzazi hakumaanishi kukosa ndoto. Jamii na sisi viongozi tupo pamoja nanyi. Elimu ni nguzo kuu ya maendeleo ya mtoto na taifa. Kwa upande wake, mwakilishi wa afisa wa elimu wa jiji la Arusha, Mwalimu Shukran Bwatamo, amesisitiza umuhimu wa elimu kwa watoto. Na mtu yoyote ambaye anapata elimu anaweza kuishi kwenye mazingira yoyote, nayo yatamsaidia katika kutatua changamoto mbalimbali katika njia iliyo sahihi au njia chanya na sio njia ya tofauti na hapo. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Wananchi katika kata ya Ruaha, halmashauri ya manispaa ya Iringa, wamesema wana sababu ya kujivunia siku 100 za awamu ya pili ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanza ukarabati wa miundombinu ya elimu ikiwemo madarasa katika shule ya msingi Ipogolo ambayo kwa kiasi kikubwa inakabiliwa na tatizo la uchakavu wa madarasa, hali ambayo imekuwa ikiathiri maendeleo ya kitaaluma ya wanafunzi. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Dr. Samia imetoa shilingi milioni 200 kwa ajili ya ukarabati wa madarasa katika shule hiyo kongwe iliyoanzishwa mwaka 1970. Tupate taarifa kamili. Akizungumza kwa niaba ya wananchi wa kata ya Ruaha, diwani wa kata hiyo kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Musa Mbungu amesema serikali imefanikisha ukarabati wa madarasa pamoja na ofisi moja katika shule ya msingi Ipogoro, hatua aliyosema imeleta faraja kubwa kwa jamii, ambapo amesema kabla ya ukarabati huo shule hiyo ilikuwa inakabiliwa na changamoto kubwa ya uchakavu wa miundombinu, hali iliyokuwa ikiathiri kwa kiasi kikubwa mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji. Hassan, na hapa ninavyosema madarasa haya ya spidi ya walionayo leo ni siku ya 27 toka mafundi wameanza, na jambo linakwenda vizuri kama mnavyoona. Nadhani ndani ya siku hizi kama si 50 basi 40 unaweza kaona madarasa yote haya yameweza kufanyiwa marekebisho. Mwalimu mkuu shule ya msingi Ipogoro Kenan Chalamila amesema kuwa kukamilika kwa madarasa hayo kutatoa mazingira bora na rafiki kwa wanafunzi kujifunza, jambo litakaloongeza ari na morali ya wanafunzi hao kusoma. Kwa kweli utanyanyua morali kwa kiwango kikubwa, kwa kuwa watoto darasani watakaa vizuri, kwa hiyo watakuwa wapo comfortable katika kujifunza. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Mkuu wa kitengo cha usimamizi wa tathmini makao makuu ya polisi Zanzibar, naibu kamishna wa polisi DCP Alute Makita amewataka watendaji wa dawati la jinsia na watoto kutumia taaluma zao kuhakikisha wanashughulikia ipasavyo na kuwapa msaada waathirika wa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. DCP Alute Makita ametoa rai hiyo wakati akifunga mafunzo ya awamu ya 3 ya kuwajengea uwezo watendaji wa dawati kutoka mikoa miwili ya Unguja, ambapo amesema ni muhimu kutambua athari kubwa za ukatili na udhalilishaji wa kijinsia, kwani pamoja na kutweza utu wa mtu, vitendo hivyo pia vinachafua taswira ya jamii na haiba ya taifa. Hivyo amesisitiza juhudi za pamoja katika kuvitokomeza. Ni matumaini yangu kwamba baada ya kupata mafunzo haya tutaona mabadiliko
ya kiutendaji, kuongeza ufanisi na hatimaye kupata matokeo chanya kwenye kesi mbalimbali zinazoripotiwa kwenye vituo vyetu. Kwa upande wake, afisa hifadhi ya mtoto kutoka shirika la UNICEF, Ahmed Rashid Ali, amepongeza ushiriki mzuri wa watendaji wa jeshi la polisi, huku akisifu ushirikiano wa kimkakati wa muda mrefu kati ya UNICEF na jeshi la polisi katika mwendelezo wa juhudi za pamoja za kupambana na vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto ili kuvipunguza na ikibidi kuvitokomeza kabisa katika jamii. Mafunzo haya sasa hivi ni uniform Tanzania nzima. Popote unapokwenda utapata mafunzo kama haya. Katika kila taasisi kuna manual ambayo ni mahsusi kwa ajili ya taasisi ile husika. Na tunategemea sasa, kuanzia sasa, baada ya watendaji wetu kupata hayo mafunzo, tutatoa huduma nzuri na stahiki kwa watendaji wetu. Haya yametoka ndani ya siku 5, lakini ni sawa na kama ni mafunzo ya miaka 2, kwani tumepata mambo mengi ikiwemo makosa, kutambua makosa. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10. Wakulima wa zao la korosho katika kata ya Pande wilayani Kilwa mkoani Lindi wanatarajia kunufaika na upatikanaji wa pembejeo kwa wakati pamoja na soko la uhakika la kuuzia mazao yao kufuatia ahadi iliyotolewa na mbunge wa Kilwa Kusini Hasnain Deuji ya kupeleka wanunuzi wa uhakika wa zao hilo karibu na maeneo wanayotoka, hatua inayolenga kupunguza adha ya wakulima kusafirisha mazao umbali mrefu. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Mheshimiwa Hasnain Deuji ametoa ahadi hiyo baada ya wakulima kumwelezea changamoto wanazokabiliana nazo kila msimu, ikiwemo miundombinu mibovu ya barabara inayokwamisha usafirishaji wa mazao sokoni pamoja na ucheleweshwaji wa pembejeo. Tutalisimamia kwanza mpate pembejeo za kutosha. Asiyepata pembejeo ya kutosha, ofisi yangu iko wazi, tutakusaidieni. Deuji amesema katika msimu ujao ofisi yake kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi itaunda mfumo maalum wa kuuza korosho kupitia soko la uhakika katika kila kata ili kuwanufaisha wakulima moja kwa moja. Msimu unakuja, itakuja nao wawekezaji, mtawaona wanunuzi wale. Kwa kuwa wanunuzi wengi wanatoka India na wafahamu, mtawaleta waongeze bei ya korosho ipande, wazee wangu. Awali baadhi ya wakulima walimwelezea mbunge huyo kuwa changamoto hizo zimekuwa zikijirudia kila mwaka na mara nyingi huwalazimu kuuza korosho kwa bei ya chini kutokana na kushindwa kuzifikisha kwenye masoko makubwa. Kuna sehemu zingine zina changamoto za barabara ambazo ameahidi kwamba atakwenda kushirikiana na serikali, atakwenda kushirikiana na wenye mamlaka kuizungumzia barabara yetu na kutekeleza. Tunakuwa na mazao ya korosho katika kusafirisha inakuwa mtihani, barabara inaweza magari ya kwama. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilwa. Vijiji 10 vya halmashauri ya wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma vinatarajia kuondokana na adha ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama baada ya mbunge na waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera kutoa mabomba yenye thamani ya shilingi milioni 30 kwa wakala wa usambazaji maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA ili wakatekeleze uchimbaji wa visima virefu 10 ambavyo vinawekewa mifumo ya umeme na matenki yenye ujazo wa lita 20,000 hadi 50,000. Dita Nyoni kutoka Ruvuma ana taarifa kamili. Akimwakilisha mbunge wa jimbo la Namtumbo katika kukabidhi mabomba kwa RUWASA, Mwalimu Sahidi Omera amesema ni jitihada binafsi na ahadi aliyoitoa wakati wa kampeni kama sehemu ya dhamira yake ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwa ahadi ambayo aliahidi wakati wa kampeni kwamba atafanya juhudi ya kutatua matatizo ya maji ambayo yanaikabili wilaya hii ya Namtumbo. Mabomba haya ni juhudi za kwake mbunge binafsi yenye thamani ya shilingi milioni 30. Kwa hiyo ndugu zetu wa RUWASA wao wameshafanya upembuzi yakinifu wa kuchimba visima 10 virefu kwa kutumia mabomba haya. Kwa upande wa meneja wa RUWASA wilaya, Mhandisi David Mkondya amesema jumla mabomba 300 yamepokelewa kwa ajili ya maeneo mbalimbali yenye changamoto ya maji, huku baadhi ya wakilishi wananchi wameipongeza serikali kwa kuendelea kujenga miradi mikubwa wilayani hapa.
Kimsingi ndani ya mkoa wetu tuna mtambo wa kuchimba visima virefu, mtambo ambao ulinunuliwa katika mikoa yote 25 na mikoa yote ya Tanzania bara, na mkoa wetu ulinufaika pia kupata mtambo huo ambao ndio utatumika katika shughuli ya kuchimba visima hivyo. Tunashukuru kabisa kipekee Mheshimiwa Rais kwa mkoa wetu kuweza kupata mtambo huo ambao utatumia pia bomba hizi katika kuchimba visima katika maeneo mbalimbali. Mimi ni kweli kuna maeneo mbalimbali ambayo yana changamoto ya maji, pamoja na jitihada za serikali kuhakikisha wanaboresha miradi yetu mikubwa, lakini bado kuna vijiji ambavyo vina shida ya maji sana. Sasa kwa kitendo hichi anachokifanya Mheshimiwa mbunge ni kuiongezea nguvu serikali na kuamua wananchi katika adha hii kubwa ya maji. Kukabidhiwa kwa mabomba haya inatajwa kama sehemu ya kusubiri utekelezaji wa miradi mikubwa ya maji ya serikali inayotarajia kutekelezwa wilayani humo. Kutoka Ruvuma, Itanyoni, Channel 10. Naam, na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imecheza mchezo wake wa pili katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2025 na kulazimishwa sare ya bao 1-1 dhidi ya Uganda katika mchezo uliochezwa jana kwenye uwanja wa AI Barid jijini Rabat. Katika mchezo huo Stars walikuwa wa kwanza kupata bao kupitia mkwaju wa penalti uliopigwa kwa ustadi na nyota Simon Msuva dakika ya 59. Hata hivyo, Uganda walifanikiwa kusawazisha dakika ya 80 kupitia mshambuliaji wake Uche Peazu aliyefunganisha krosi safi kutoka kwa Dennis Obedi. Matokeo hayo yanaifanya Taifa Stars kuendelea kusalia katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa kundi C, hali inayosababisha matumaini yao ya kusonga mbele kuhamia kwenye mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Tunisia. Mchezo huo wa mwisho unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumanne tarehe 30 kwenye uwanja wa Prince Abdallah kuanzia saa 1 kamili usiku. Na kwa upande wa kombe la Mapinduzi, wakati mashindano ya kombe la Mapinduzi yakitarajiwa kuanza rasmi leo, waandaaji wa michuano hiyo wamesema ushindani wa mwaka huu unakuwa mkubwa kutokana na maandalizi pamoja na maboresho makubwa yaliyofanyika, ikiwemo zawadi na tuzo maalum kwenye vipengele tofauti vya umahiri. Mwanamichezo wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Jijini Dar es Salaam, waratibu wa mashindano hayo wamesema ubora uliozingatiwa katika tuzo za kombe hilo utaongeza chachu ya ushindani na kwamba watu watarajiwe kuona mvuto mkubwa wa mashindano hayo tofauti na miaka ya nyuma. Mwaka huu tuna zawadi za aina ya kipekee, zawadi maalum, zawadi tulizozitengeneza mahsusi kwa ajili ya Mapinduzi Cup. Sio tu zile zawadi unakwenda dukani kununua na kuzitumia kwenye Mapinduzi Cup. Mwaka huu zawadi zetu tulitoa kabisa huko kiwandani, namna gani tunataka ziwe, zikatengenezwa kwa ajili yetu, na ndio leo zipo hapa mbele yetu. Tumeona kwamba it's very important kuengage na Mapinduzi na kuwasaidia katika kuboresha na kuleta umaridadi katika kombe hili na kuongeza tija. Kwa kama alivyosema, kupitia maelekezo mahususi kutoka kamati kuu ya Mapinduzi, tumeandaa hizi awards kwa ajili ya washindi watakaopatikana. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Asante Juma Mohamed kwa taarifa hiyo ya michezo na burudani, na ndivyo ambavyo tunahitimisha habari za kitaifa na habari za michezo na burudani. Usiondoke, endelea kubaki nasi.